Habari mzee wangu. Salama kabisa. Habari ya siku mingi. Salama. Mzee wangu nimekubizi. Kumbe bado unaendelea hivi? Bado niko. Mimi nafikiri wewe kitambo kaondoka chini. Mimi bana wazee kitambo. Eh. Siwezi jaribu kuenda hivi. Sisi nakula ile chakula yetu ile ya zamani ile. Ile ya zamani ile. Hiyo chakula inasaidia sisi tunakuwa nguvu mpaka saa hii. Sasa mzee wangu mimi ndani nikuuliza swali moja. Siri ya kuishi uzeeni ni nini? Kupunguza maneno ya wasichana. Wasichana? Unapunguza maneno ya wasichana kabisa. Nabaki na yako ile moja. Sasa sisi vijana kama chupukizi hivi tutafanyaje kuacha hii mambo? Hiyo mambo inabidi natafuta wasee kama sisi. Nakaa chini, naongelesha, alafu sasa nafunza wewe vile nafanya. Maneno yote inakuwa mzuri. Sasa mzee wangu mimi nataka kuoa. Nataka kuoa. Sababu ndio nimekuja kutafuta wasee wakongwe kama nyinyi, nataka kuoa. Sasa ndio nataka kujua siri ya kukaa kwenye ndoa ni siri. Mambo gani wanafanya kwenye ndoa ndio ukae siku mingi ama ndio ukae maisha mingi kama wewe? Ili kuishi kwenye ndoa kabisa. Ile sisi wasee najua. Kitu ya kwanza, onyesha bibi yako upendo. Kitu ya pili, ukiona kitu mbaya kwake, pana shika fimbo na kuchapa yeye. Sababu kuchapa yeye, tayari nafunja hiyo ndoa. Sasa kama bibi ni mkorofi ama mgaidi unafanyaje? Kama ni mkorofi, hapana onyeshe ukorofi wako pia. Wewe sasa natakikana, natulia, naongeleshe pole pole, nasikia. Sawa, mzee wangu umenipa at least nimeanza kujua kitu kutoka kwako. Ndio. Sasa mzee wangu mimi nimekuja hapa kwa njia nyingine moja. Sababu wasee wanamanga palipo wasee hapatafiki jambo, si ni kweli? Ni kweli. Sasa mzee wangu wanakuitanga mzee nani? Mimi naitwa mzee mmoja. Hii kijiji yangu yote najua mimi. Mzee mmoja. Mzee mmoja. Ndio maana nimepita kwa kitu huko. Mtoto mdogo ananiambia wewe unaenda kwa mzee mmoja? Ndio hiyo. Kumbe ndio wewe mtu unajua mimi hata watoto wadogo. Sasa mzee, wakati wa ukoloni ulikuwa na miaka ngapi? Mimi nakumbuka nilikuwa na miaka 16. 16? Ni zamani sana. Zamani sana. Na nilikuwa napigana. Ninakumbuka nilipewa bunduki. Bunduki ndio maana mimi napenda hii fimbo. Ndio napenda rungu. Nakaa kama bunduki, nakumbusha mimi bunduki ile nilikuwa nayo. Mimi nilikuwa nalenga shabaha, nalenga watu, naua ile wakati ya ukoloni. Mzee mmoja. Sisi ndo wale wenye tulifanya amani kapatikana Kenya. Sasa wewe wakati wa ukoloni ulinyakua shamba kiasi gani? Mimi nilinyakua shamba yangu, unaona hapa mahali nasimama. Ni shamba yangu ni kubwa sana. Nilinyakua eka 50. 50? Kumbe wewe ni beberu. Ulipigania sana? Nilipigania sana. Sasa hata mimi mwanahabari si unanipa hata eka moja hivi. Labda tu nikupee una moja ile ya shamba, wewe napanda mahindi mwaka moja. Mwaka moja tu? Napanda mwaka moja tu. Sababu mimi pia iko na watoto, niko na wajukuu. Nataka naanza nagawia wao sababu naona mimi nachoka, hata mguu umeanza kuisha nguvu. Lakini mimi naona wewe bado uko fresh. Kama unavaa viatu ya vijana wewe bado unakimbia. Kukimbia tu ni ile tu, yani bado najikumbusha kama mimi ni kijana hivi. Lakini mimi mwenyewe nasikia ndani huku kama ameanza kuisha. Naisha nguvu mpaka kiuno hii nauma usiku. Sasa basi hapo umeniambia kweli. Na wale wasungu walikuwa wanaishi hapa, uliwafukuza waenda sehemu gani? Walirudi kwao Amerika. Naitwa sijui Amerika ama American huko. Walirudi huko. Huko Ulaya huko? Huko ng'ambo. Na gogo mke wako alienda wapi? Mke wangu wako nyumbani. Niache bado napika chakula ya mchana. Bado gogo anaunda ugali kweli? Anaunda. Nalishe vizuri. Na mbona wewe umezeeka, labda yeye bado mrembo? Hapana, tuko rika moja. Wakati mimi nakumbuka nilioa nikiwa na miaka 20. 20 kama mimi hivi ama labda? Kama wewe hivi sasa. Si wewe uko na miaka 20? Mimi niko na 20. Nakumbuka hata nilioa nikiwa na miaka 20. Mimi nikiwa na miaka 20, yeye alikuwa na miaka 17. Yeye ni mdogo kwa. Yeye ni mzuri. Sasa mzee wangu mimi nimekuja hapa kwa ajili ya mambo kidogo tu. Wametuambia sisi wana report twende tembelea wakongwe, tuwaulize maswali kidogo ili tuwapee zawadi.
Sasa uko ready kwa maswali yangu? Niko ready kwa maswali yako. Swali ya kwanza. Unaweza kubali shamba yako ipeanwe kwa wakoloni? Kwa wakoloni? Hiyo nayo siwezi kubali. Sasa swali lilikuwa moja. Kama huwezi peana sasa, hauna zawadi. Hata zawadi hiyo mimi hapana, nataka nasumbua mimi enda huko bwana. Wewe mzee, mbona unamuuliza mimi tena? Mimi hapana, nataka maneno yako unakuja. Kama wewe ni ule mwizi walisema. Hapana, mimi nakuja. Ingekuwa swali yangu moja ungenijibu ingekuwa rahisi sana. Ningekupa 100,000 haraka. Wewe mimi naona wewe mwizi nakuja ibia. Hapana mzee wangu, mimi nakwambia ukweli. Hiyo swali ni safi sana. Sababu pesa ni amana, za shamba hakuna pesa. Mimi napenda shamba, mimi hapana nataka pesa. Kama pesa mimi kijana yangu iko ng'ambo. Natumianga pesa kila sasa yeye anaenda ng'ambo na wewe mwenyewe uko na mashamba kama hii, haja gani sasa hivi? Yeye anaenda na tafuta yake kwa sababu mimi niliambia yeye, mimi nilipigania shamba, hata wewe mwanaume ndapigania yako, tafuta yako. Na pesa yetu inakuwa kubwa. Na ikiripotiwa kuwa ninyi mlinyakua mashamba ya wenyewe kwa haramu, mtasema nini? Hii ni Kenya yetu. Sisi ni wa Kenya, hao wenye walikuwa hapa si wa Kenya. Hao walikuwa wazungu. Lakini mzee, wewe kubali swali yangu. Kubali upeane shamba tu. Siwezi peana shamba yangu na ukiongelelea hiyo tena mimi hapana nataka maneno yako. Mimi naenda. Siende mzee, ngoja kidogo. Swali ya mwisho. Swali ya mwisho kabisa na mimi niondoke hapa. Swali ya mwisho nikuulize. Mimi nikuuliza swali moja. Ama uko na swali ya kuniuliza? Sina swali, uliza swali. Swali yangu ya mwisho kabisa mimi niondoke. Unaweza gawia serikali shamba eka ngapi? Serikali ikikuja kuitisha haki yao. Naweza patia kama eka 2. Eka 2 tu. Eka 2 tu. Mimi hapana peana shamba mingi. Eka 2 natosha wao. Fanyie maneno yao. Hiyo ni kidogo sana mzee. Hiyo tu ndio mimi naweza patia wao. Lakini mzee wangu ni mkorofi sana bwana. Mzee mmoja kumbe ni mkorofi, lakini mimi najulikana hii mtaa yote. Mzee mkorofi, mzee mmoja. Hapana nataka ujinga. Sawa mzee, mimi nashukuru kwa mambo yote tumeongea na wewe. Nashukuru kwa mawazo yako. Pia umenifunza mambo ya ujana. Tuishi mzuri kwa rembo, lakini umeniangusha kwa mambo ya zawadi yangu. Zawadi yako hiyo kama nataka patia mimi wewe patia, lakini shamba yangu mimi hapana peana shamba yangu. Mimi nitaishi wapi? Sawa, mimi nashukuru sana kwa hiyo nimekutana mzee wangu hapa hivi. So mtupie like, pia comment na itakuwa mambo sawa. Haya, asante. Asante.